Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kwamba mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja katika mafunzo haya, kupitia wenzenu ambao inawezekana tayari wameshapata uzoefu hapo awali. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea uzoefu, kujipatia maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya vituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa, na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na diwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndiyo msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko ama vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nyinyi mnategemewa. Kwa hiyo nachukua nafasi hii ama fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na tume. Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na taratibu mbalimbali zilizotolewa na zitakazotolewa na tume, na ulizeni mpate kufafanuliwa mambo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yatakuwa na changamoto za kiufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Kwa mujibu wa kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, ninakinukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa ama aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa akitekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimekinukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonesha mambo manne yafuatayo. Mosi, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Kwa hiyo hapa nyinyi mnasomeka kama INEC ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo hapa nyinyi mnasomeka kama INEC ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo hamtaiaibisha tume kwa sababu mnabeba taswira ama nembo ya tume. Jambo la pili la kwa nini nimenukuu kifungu hicho, kwamba utendaji wenu na uwajibikaji wenu katika kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio mamlaka nyingine yoyote, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Na jambo la tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa na tume kwa tume kupitia msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Msemaji wa masuala ya uchaguzi ni mimi, au endapo nitakasimu madaraka hayo mimi mwenyewe. Kwa hiyo simamieni viapo vyenu vya kutunza siri, lakini pia kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Mlipokuwa mnajitoa kwenye vyama vya siasa, wale wenye vyama vya siasa, si kwamba umejiondoa moja kwa moja, hapana, ni kwa kipindi hiki ambacho unatekeleza majukumu ya tume. Itakumbuka kwamba kuwa mwanachama wa chama chote cha siasa si dhambi, ni haki yako ya katiba. Lakini unapotekeleza majukumu haya, ondoa na weka pembeni mahaba katika chama chako ulichonacho kama mwanachama. Hivyo katika utekelezaji wa majukumu yenu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki na kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kipindi hiki. Kwanza tunaipongeza tume kwa
kwa kutuchagua sisi kwamba tunafaa, na sisi kama makarani tumejipanga, hatutaangusha, tutafanya kazi vizuri, tutaonyesha customer care nzuri kwa wapiga kura. Kwa majina naitwa Baraka Paul Sanga. Mafunzo ni kweli tumeyapata. Cha msingi kwetu ni kwenda kusimamia viapo tulivyokula kwa kadi ya mafunzo tuliopewa na kuyaishi kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi.